Pendwa tena wasikilizaji wetu wa 89.7 FM Radio Kisima. Katika siku ya leo ya Alhamisi, tunataka kumshukuru Mungu wetu sana. Katika hii crusade tunaendelea hapa katika maeneo ya Nyankongo Central. Crusade yenye tulianza wiki juzi na itaisha siku ya Sabato. Tumebarikiwa na wenzetu wahubiri kutoka nchi yetu jirani ya Tanzania, ambao Mungu amewabariki sana na amewatunikia kipawa cha kufanya sehemu ya afya katika matibabu. Kwa hivyo leo, katika siku ya leo, mahali popote ulipo mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa 89.7 FM, mimi mtumishi wa Mungu Innocent Wabuyele, ningetaka kukualika ya kwamba usiche ukaguse kidude cha redio yako. Zaidi ya yote, ufanye nini? Ufuatilie mpaka mwisho. Utapata chinzi utakavyojisaidia katika njia ya afya kutoka na wenzetu vile Mungu amewabariki katika kipawa hicho. Hivyo sasa nataka kumwalika mzee wa kanisa, mzee Charles Morwani, atuongoze katika ombi tunapoingia katika hili somo katika masaa haya. Mtakatifu Baba Mungu wetu isiye juu mbinguni, tunakurudishia shukrani kubwa kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Na asante kwa huduma ambayo inaendelea hapa ya madawa kutoka kwa watumishi wako. Na sasa tunapoanza hii program ya kuojiana, tunaomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu asidi kutuongoza na kutubariki. Na asante kwa miujiza tumeona hapa, watu wakiponya kutumia hii madawa. Mungu wetu, anza pamoja nasi, umalize pamoja nasi, na ni katika jina la Yesu tuomba tukiamini. Amen. Sasa tunataka kwanza kabisa tunataka tukianza katika utambulisho. Mtumishi wa Mungu, dada, jina lako ni nani na unatoka wapi na ulifikaje hapa? Kwa majina naitwa Tumaini Kikoti. Mimi ninatoka Tanzania, mkoa wa Iringa, wilaya ya Kilolo, kata ya Dabaga. Nimekuja huku maalum kabisa kama tabibu wa kimishonari. Amina. Sasa wewe kutoka pale Tanzania, wewe ni mshirika wa kanisa gani? Kanisa la Kilolo SDA. Hivyo sasa ndio umepata mwaliko mpaka hapa maeneo ya Nyankongo katika sehemu ya afya ukishughulikia wagonjwa katika magonjwa mbalimbali. Ndio. Na ningetaka nikuulize swali lingine. Ilikuwaje mpaka ukakuja kuchingisha katika mambo ya kutibu kupitia kwa sana ninaona ni kupitia kwa mimea na chinzi hile. Ulipata huu ufahamu namna gani na ilikuwaje mpaka ukapata umechingisha katika hali hiyo? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza awali ya yote, mimi taaluma yangu ni muuguzi. Ni nesi. Yeah. Kwa hiyo taaluma ya uuguzi iko kwenye damu, inatembea. Yaani ndio umesomea? Okay. Lakini kwa sasa nashughulika na mambo ya utabibu wa kimishonari. Sasa sipo tena kule kuchoma sindano, lakini huduma zingine zote ninazifanya. Sasa ninahudumia watu kwa kutumia miti, viungo, mimea, majani, ushauri wa kanuni za afya, mwanga wa jua, hewa safi, mapumziko, mazoezi na maumbile ya asili. Kwa hivyo sasa, kabla tuingie katika kuulizia ni jinsi gani mtu atafanya katika mazoezi, katika kukula, katika kujilinda ili kwamba asipatikane na magonjwa mengi. Unajua wengi wenye ambao tumekutana na wao wakiingia katika matibabu kama haya, labda walipatwa katika changamoto fulani na wao wakaponywa, ikapata wameingia katika safari hii. Ilikuwaje kwako wewe mama? Labda ndugu mtangazaji, nikupe ushuhuda wangu. Mimi niliwahi kupata matatizo makubwa sana ya ugonjwa. Nilipooza stroke kwa miaka 3. Na niliweza kulazwa hospitali mwaka mzima. Lakini sikuweza kupata nafuu yoyote hospitali. Na nilihudumiwa kwa kutumia miti na mimea mbalimbali. Mungu akaniinua kwa muujiza wa ajabu kwa kutumia hivi vitu vya asili. Baada ya hapo, niliambia nafsi yangu, tangu sasa nami nitasimama kuwasaidia wengine kwa miujiza hii ambayo Mungu alinitendea. Na huku sasa kupooza kwako, sababu kupooza yaende ikawa ni sehemu ya ubongo, sehemu ya mwili, sehemu moja, upande fulani, ilikuwa kupooza wa namna gani?
Mimi nilikuwa na uvimbe kichwani. Ndani ama nje? Ndani ya ubongo. Walivyoenda kuchukua MRI waligundua kwamba kwenye ubongo kuna uvimbe. Na ule uvimbe ilionekana Tanzania hawawezi kunisaidia, inatakiwa niende India ili nikafanyiwa operation. Kwa vile familia ilikuwa haina uwezo wa kufanya hiyo huduma, ilibidi nibaki tu. Ndipo sasa Mungu akaanza kuinua watu mbalimbali kwa ajili ya kunisaidia. Kwa hiyo sikuenda India, lakini baada ya kuwa nimetumia, na jambo la kwanza ambalo huwa sitalisahau kila nikimkuta mgonjwa amelala, ndugu mtangazaji, lazima nimwambie haya majani yanayochipua ni dawa nzuri kwa kufufua viumbe vilivyokufa. Na kabla tuenda hapo, kuna kitu nataka kuelewa hapo na msikilizaji iwe ni faida kwake. Ulipooza ukawa na ufimbe ndani ya kichwa. Ndio. Katika sehemu ya upongo? Ndio. Sasa ilipokuwa katika huo ufimbe, kuliendaje? Ulidumu ukiwa nyumbani wakati ulikosa hela ya kwenda India? Yes, nilipotolewa hospitali ilibidi nirudishwe nyumbani. Ndio. Kwa hiyo kwa vile hali ya uchumi ilikuwa ni mbaya na hatuna namna nyingine, ikabidi nirudishwe nyumbani, ndipo zilipoendelea huduma za kawaida. Ndipo Mungu aliponiinua nikiwa nyumbani. Kwa hivyo tena au kwenda kurudi hospitali tena kwenda kutibiwa? Baada ya kuwa nimetumia hizi tiba mbadala, haya majani, nilirudishwa hospitali ili kwenda kuangalia hali yangu ikoje. Ndipo alipoenda kugundua kwamba uvimbe haupo tena kichwani. Kabisa umetoka. Uvimbe haupo tena kichwani. Na nilikuwa ninaumwa kichwa mpaka napoteza fahamu kwa siku kadhaa. Na nilikuwa siwezi kusikia, siwezi kuongea. Lakini kama unavyoniona ninafanya kazi ya Bwana. Kuna ujasiri, unahubiri, na unanena kwa ujasiri, unasimama hata vile ulikuwa kufanya program pale unasimama kwa masaa mawili. Na nina uwezo wa kutembea pia. Sio kwamba nimekaa hapa nashindwa, hapana. Sasa kwa kutusimulia kidogo, sababu we ni muathiriwa na hakika umeona mkono wa Bwana na umepona. Na zaidi umeangazia ya kwamba asa hata mwenye aliyekuonesha na ukapona ni Mungu tu alielekeza ya kwamba ukapona. Unaweza ukakumbuka labda ni aina ya machani gani, matunda, vyakula ama mazoezi gani ulifanya mpaka afya yako ikaboreshwa? Asante ndugu mtangazaji. Ninaweza nikatoa baadhi ya huduma ambazo nilifanyiwa ambazo mimi sijui, lakini nachojua nilitumia huduma na leo mimi ni mzima. Huduma ya kwanza ambayo nilifanya, niliweza kulishwa majani mabichi aina ya wheatgrass. Wheatgrass ni ngano iliyooteshwa changa. Mume wangu alichokuwa anakifanya, alikata vyakula vyote vya kupika. Mume wako ndio yule hapa? Huyu ndio mume wangu. Anaitwaje? Anaitwa Alberto Gaspar Ngankulolela Kikoti. Naye pia tutamuhitaji wakati utaendelea kusimulia, na yeye atueleze ilikuwaje kwake mke analala kitandani miaka mitatu, aongei, aoni mbele, aoni nyuma, ilikuwaje atakuja kutusimulia. Sasa kukaendaje katika hali hiyo vile ulitumia hii mambo ya wheatgrass, ikakuwaje? Inaoteshwa namna gani mpaka inakuwa dawa? Ndugu mtangazaji, wheatgrass hii inapandwa ndani. Alichokuwa anakifanya, unachukua wheat seed yenyewe, mbegu ile, unailoweka. Kwa mfano unailoweka asubuhi, inashinda kwenye maji mpaka jioni. Jioni unaichukua ile ngano, unaichuja, unaifunga kwenye kitambaa kisafi kizuri. Mbegu zenyewe sasa? Mbegu zenyewe. Unaziacha kwenye kitambaa usiku kucha. Asubuhi zikiwa na maji. Ukiwa umezitoa kwenye maji. Naweza nikaonyesha mfano. Hiki ndio chombo ambacho kimeweka maji. Ninaweka maji, kwa hiyo ninaweka ngano huku. Ikifika jioni ninamwaga maji. Then ngano ninaiweka kwa kitambaa. Ni kama kuichunga sasa. Unaifunga. Itabaki kwenye kitambaa usiku kucha. Niliweka kwenye maji asubuhi, nimetoa jioni. Ninaiweka kwenye kitambaa, inalala usiku
kucha. Asubuhi kuna beseni linawekwa udongo wa kawaida tu wa mbolea ambao unaweza ukaotesha kitu wenye rutuba. Inamwagwa pale kwenye dishi. Wakati anamwaga ile, tunaloweka tena ngano nyingine. Kwa hiyo madishi yanajipanga, yanakuwa madishi 7. Mabeseni 7. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka siku ya 7. Kwa hiyo tunapanda, si tumeloweka. Tunapotoa hii kwenye maji, tunaweka tena kwenye maji. Yaani sasa katika kulechea msikilizaji na mtazamaji akaelewe vizuri, unachukua mbegu za ngano kiasi ndio utatuelezea. Ndio. Kisha baadaye unaolowesha ndani ya labda tuseme kwa kibuyu ama mahali popote pale. Kwa kikombe, kwa sababu sio nyingi. Inalowesha pale kwa mchana mzima masaa 12. Kisha baadaye kukisaisha masaa 12, unaitoa ile sasa unamwaga maji. Ile mbegu unaifunga kwa kitambaa. Ndio. Tena masaa 12 inakuwa masaa 28. Kesho yako unaleta sasa mchanga ulio na rutuba, unaweza ukafanya nini? Mmea inaweza kamea. Sasa ndio sasa tumefikia hapo. Sasa unafanyaje? Kwa hiyo sasa si nimeiweka tayari masaa 24 hiyo. Kwa hiyo naipanda mle kwenye udongo nilioweka kwenye beseni. Jioni nilipokuwa natoa kuifunga kwenye kitambaa, nililoweka tena ngano nyingine. Tena sasa ya siku ya pili. Masaa kama yale. Itashinda asubuhi mpaka jioni. Ili jioni nitapanda tena kwenye beseni la ngapi? Beseni la pili. Kwa hiyo kuendelea mpaka beseni la 7. Mpaka beseni la 7. Tutakapofika la 7, hii tutakuwa tunaimwagilia maji. Beseni la 7, hii ngano itakuwa imeshafanya nini? Imekuwa karibu inchi 6 kwenda juu. Sasa kile ndio chakula nilichokula. Sasa hapo tumeelewa. Jinsi ulivyokuwa ukikila. Ulikuwa unachukua na katakata kama sukuma wiki ama kitunguu ama nyanya ama unaigonga gongo na toa ile maji yake ndio unakunywa. Ninachukua ile ngano, yani tunasema tunavuna sasa. Lile ni shamba ya kwanza sasa hivi shamba la kwanza. Siku ya kwanza tunavuna na tukivuna pale tena tunapanda. Hapo kwa hiyo sasa. Kwa hiyo lile ni shamba, ni kupanda na kuvuna. Kwa hiyo tunaikata vizuri, inasafishwa, unaweka kwenye blender. Mle kwenye blender utasaga, inakuwa juice. Na juice ile ina vitu viwili. Kuna juice alafu kuna makapi yake. Kwa hiyo juice ndio niliokuwa nakunywa. Makapi ndio kilikuwa chakula kwa muda wa siku 30. Kidogo. Sasa hii juice, unajua kila kitu iko na kiwango chake cha kutumia. Yaani ikawa kama sasa tunaambiwa ya kwamba tutumie maji ikiwezekana iwe kwamba ni glasi 6 iwe chini kabisa kwa siku. Sasa hii vile ulikuwa unatumia hii juice ya hii sasa ya dawa ya ngano, ulikuwa unatumia kiwango gani asubuhi, mchana, jioni ama ni mara moja tu? Asubuhi nilikuwa napewa kikombe kimoja na jioni kikombe kimoja. Na mchana chakula changu yalikuwa ni yale makapi. Ya makapi. Sasa haya makapi ulikuwa unayakulaje? Ukipika unatafuna bila kuchanganya na nyanya. Sikugusa kitu kilichoiva. Niligusa juice na makapi. Kwa siku ngapi? 30. Hicho mimi ndio. Hivyo haukuwa unakula chakula au kunywa maji? Hapa. Maji nilikuwa nakunywa. Maji nilikuwa naweza kunywa tu. Kwa hivyo sasa, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, umesikia kwamba mwadhiriwa vile amesimulia na ameelezea kuhusu ngano. Nafikiria hiyo nimeshika vizuri sana, na wewe nafikiria ufuate vizuri sana katika mtiririko wa maneno haya. Umesikia ya kwamba yeye utumbo wake alikuwa anatumia maji ya kawaida, akitumia juice ya hiyo ngano. Kitu cha kwanza, hiyo juice ulikuwa unachanganya maji kiasi gani? Asante. Hizo glasi 2. Kuweza kublend juice inategemeana na maeneo. Kwa mfano, mimi nilikuwa Dar es Salaam, kuna joto. Yaani ndani ya siku 7 nakumbuka majani yalikuwa yanakuja marefu kabisa. Kwa sababu kuna nini? Joto. Tulipokuja Iringa kuna baridi sana. Siku 7 majani yalikuwa mafupi. Kwa hiyo tuna blend kwa kiasi ambacho blender itafanya nini? Lakini huwezi kuweka jagi, unaweza kuweka tu maji kama gramu 300 mpaka 500. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia tu haya yanayowezekana kufanyaje? Kuifanya ile ngano ichachagike vizuri kwenye blender. Kuna kitu ningetaka msikilizaji na mtazamaji akaelewe vizuri. Sababu kila kitu inahitaji kiwango. Umesema kukunya ni kikombe moja asubuhi na kingine jioni, makapi yanayopakia ndicho kinakuwa chakula cha mgonjwa. Sasa hapa ikiwa ni jinsi hiyo,
itakuwa ni kiwango gani uzani wa kuweka uchue kwamba huu ndio uzani unafaa nisiage kwa blender ili ya kwamba ikatoe maji glasi kikombe 2 na hii nyingine makapi isalia nile, ama hii haina kiwango? Naomba niseme ndugu mtangazaji, kwanza ninai kujibu na kujibu kwa hisia za nikiwa mgonjwa na hudumiwa. Sina hauna taarifa, sina lingine ninaloweza kusema. Najua nilikula makapi na juisi ukakunywa, ila mengine siwezi kuwa shahidi sana. Asante. Kwa hivyo sasa kumaanisha ya kwamba tangu wewe upone katika ugonjwa huu kwa muda wa siku 30, ukikunywa juisi ya ngano mchana na jioni na ukila makapi yake kwa siku 30, na huku kichwa ilikuwa kinakuuma sana, na najua mtu akiuma na kichwa hata macho na uwacho nashindwa kuangalia, choto kinakuwa kingi. Ilichukua muda gani ikaanza kupungua kichwa? Labda mimi ninachokumbuka, kichwa kilitulia ghafla. Yaani katika siwezi kukumbuka ilikuwa siku ya ngapi, lakini ilitokea ghafla kichwa kikafanya nini. Kwa mwezi mmoja kichwa ilitulia. Ndani ya ule mwezi kichwa kilifanya nini? Kilitulia. Na ninapotumia hii huduma nilirudishwa nyumbani. Nilikuwa nyumbani, sipo tena hospitali. Kwa hiyo kilipotulia kichwa, kwa sababu tulikuwa tumepewa appointment ya kurudi, nadhani ni baada ya mwezi mmoja kule hospitali. Sasa nilirudi hospitali, kichwa hakifanya nini? Hakikuumi. Hakiniumi. Na ufimba upo? Sikuwa najua kama haupo, maana ni ndani. Kwa hiyo nilipofika hospitali, madaktari tukawaambia hali iliyopo, akasema inabidi turudi kwenye MRI. Mashine ambayo ilinifanyia kipimo. Kwa hiyo sasa niliporudishwa kwenye mashine ya MRI, madaktari wakasema kwa history iliyoko pale na hii sio mimi mgonjwa, sio wewe, sio mimi. Kwa hiyo hii nadhani iliwapatia shida mpaka walisema faili nimepoteza. Faili hili sio la mgonjwa huyu. Hiyo sasa ikawa ni kama nikisoma kitabu cha Yohana 9, ukisoma mstari wa 8 kuteremka, Yesu alikutana na kijana kipofu, akamtibu, akamponya, akaanza kuona. Alipofika kwa marafiki walisema sio yeye. Mandugu akasema sio yeye. Lakini akasema mimi ndiye. Hivi ndivyo ilikutendekea kabisa. Kwa hivyo Mungu alionekania. Mungu alionekana, na sio hivyo tu kwamba yalitendeka hayo. Nilipokuwa nikipelekwa mara ya kwanza, kwa sababu ule ugonjwa wangu ulikuwa anatumia mavipimo makubwa, CT scan. Iliposhindikana ndo nikaenda hiyo MRI. Sasa siku nayoingizwa MRI ya kwanza, walisahau kuniwekea baadhi ya vitu masikioni. Yaani kwa ajili ya msikilizaji, ya kwanza kabla hujaingia kutumia majani ya ngano. Ndio hiyo. Sasa kwa hiyo waliponiingiza kule, ninaporudi nilikuwa nimechanika vitu huku masikioni, ngoma na nini, kwa sababu damu zilitoka. Niliporudi nilikuwa sina uwezo wa kusikia. Japokuwa nilikuwa siongei, nilikuwa kabisa, na wakaniingiza kwenda kupima mashine ili waweze kuniwekea mashine masikioni. Walijaribu ile mashine initikisa, nilikuwa sisikii. Na hospitali wakasema nimepoteza uwezo wa kusikia kwa 98. Kwa hiyo hata mashine hawakuniwekea. Wakasema huyu aende tu. Kwa hiyo siku ninapokuja kuinuka nilishangaa. Na siku hiyo nadhani tulikuwa kwenye ibada ya maombi ya kuabudu. Familia majirani washachoka, ndugu walishachoka, tuko tu kama familia. Wao wanaendelea na ukuve wazike. Siku hiyo tuko nyumbani. Mimi nilikuwa bafuni. Nikasikia sauti ya radi. Nikamwambia jamani, kuna radi huko nje. Wakaanza kucheka, wakasema sasa wewe umesikia radi. Kwa hiyo kama kuna radi nje umesikia wewe? Wakaja wakanisaidia kwa sababu nilikuwa sijaweza kutembea. Wakanitoa sebuleni. Mimi nikasikia tena wanaimba. Hao kwa nyumba. Hapo nyumbani. Nikasema na kweli walikuwa wanaimba. Nikasema mbona mimi nasikia mnaimba? Wakaniuliza tunaimba wimbo gani? Nikamwambia mnaimba wimbo namba fulani. Na tena nakumbuka kabisa ulikuwa namba 180. Kwa hivyo tukiendelea huku sasa, kuziba kwa masikio yako bila kusikia wakati kutoka kwa hizo mashine, kulichukua muda gani ndio kaanza kusikia?
nataka niseme ni ndani ya ule mwezi tarehe 26 ndipo ambapo alianza kusikia. Tulikuwa tukiomba pale sebuleni baada ya mimi kurudi kutoka kwa mwana mzee. Ningetaka usongee hapa karibu kidogo, ndiongea kwa sauti kwa ajili ya msikilizaji pale redioni na mtazamaji mwenye anayetutazama katika mahojiano haya. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji mwenye anayejibu hilo swali, sababu mama hakukuwa anachielewa, anayejibu sasa ni mmewe. Unaitwaje? Alberto Gaspari Mganga Gilolela Kikoti. Majina haya ametaja sasa, kile nitakumbuka ni Alberto Kikoti. Yeye ni mwinjilisti kutoka Tanzania, ni mume wa mama Kikoti. Sasa yeye ndiye alikuwa anamtunza. Mama alikuwa amefikia ya kwamba masikio yalipoziba akitoka kwa zile machine, sasa akumbuki alichukua muda gani ndiye akaanza kusikia. Ukisimulia alichukua muda gani? Alichukua kiasi cha miezi 3 kwa sababu aliingia mwezi Januari kwa mashine. Mwezi Machi tarehe 26 ndiyo siku aliyosema nasikia. Siku hiyo nilimweka kwa bafu. Ukawa na mgonjwa mwingine anaumwa, anahitaji nikamsaidie. Amepiga simu. Ilikuwa saa 2 usiku kasoro. Nikaondoka na pikipiki kwenda. Nafika kwa kanisa, pikipiki ikazima. Ulikuwa unaendesha? Ndio. Ikakata taa. Ilipokata taa ikazimika na yenyewe. Haiendi. Nikajaribu kulazimisha, haiendi. Kidogo wananifuata. Mama nilimwacha kwa bafu kwa sababu mkono mmoja kwa naweza, nikasema basi tutakuwa unachota maji, unajimwagia, ngoja nione mgonjwa, alafu nirudi nimalizie wewe kuoga. Akaanza kupiga kelele, akatoka, watoto wakaja kumsaidia. Sasa atoke watoto wenu sasa, atoke sebuleni, maana familia tulibaki kama sisi, akina ndugu wote wamechoka na familia hiyo. Maana tumeugua kwa kipindi kirefu sana. Basi tulipotoka hapo nikasema basi tuombe, nikaahirisha hata kwenda kumwangalia mgonjwa. Tulipoendelea kuimba na kuomba akasema nasikia. Ndipo katusimulia kwamba habari ya radi, yeye alisikia radi lakini hakuwa na radi. Nadhani ni muujiza wa Mungu ulioko ukitendeka ndani. Kwa hivyo ulijizije? Nilimshukuru sana Mungu. Ukaanza kushangilia, asante sana. Sasa kwa hivyo tumepata ya kwamba ulichukua muda wa miezi 3 bila kusikia, lakini sasa ikakuja wakati masikio yako yalifunguliwa, ilikuwa ni baada ya miezi 3. Ulipoanza kusikia sasa, sababu ikiwa wewe uko unasikia, kuna vile ulikuwa unachiishi kwa mwili ama kwa kichwa ama kwa akili. Sasa ulipoanza kusikia na kusimulia maneno, ulichizije? Nilijihisi furaha ambayo mimi mwenyewe hata siwezi kuiongea. Yaani niliona badiliko ambalo yani ni kama ulimwengu mwingine. Kwa sababu nilishakata tamaa kabisa. Yaani niliona niko katika ulimwengu mwingine kabisa. Sasa katika hali hiyo, hapa masikio yameziba kwa sababu ya machine, ndio ufimbo uko kwa kichwa, lakini umetumia machani haya, hapo ndio tulikuwa tumeachia na umepona. Sasa kuanzia wakati huu sasa vile umepona, nafikiria afya yako ilikuwa imetofika, hata umepunguza uzani wa mwili. Unaweza ukakumbuka ulikuwa wa uzani wa kiwango gani wakati ulikuwa mgonjwa? Wakati kwa kweli sikumbuki. Mzee, unaweza ukakumbuka? Hajawahi kupungua kwa sababu mimi ndio nilikuwa mbebaji. Hata ungefika Tanzania Iringa ukauliza kwa gari la abiria nilikuwa nabeba kwa mgongo, napanda naye, nashuka naye, na safari naye. Mnafunga kwa leso? Nilishazoea ni kama mtoto. Nijibu swali. Ulikuwa unafunga kwa leso? Nabeba hivi. Unabeba tu hivi, anakushikilia mikono anakushikilia. Mikono wakati fulani kwa haina nguvu, mkono mmoja. Namwambia shika. Wanaweza akatumia. Ngoja tutamtafuta kijana wetu aliyekuwa anatunza, alafu anaanza kutumia. Sasa kilioko, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, hili ni chamba ambalo nimerefurahishwa nao na hii familia, vile huyu mwanaume alivumilia na huyu mama vile Mungu amemsaidia. Sasa mama Kikoti, ulipofikia katika hali hii na unaona sasa Mungu amekufungulia, iliwezekanaje? Wewe ni muuguzi, wewe ni nasi mwenye amefuzu kutoka juoni, unatibu watu. Lakini sasa umefikia kiwango kwamba kulingana, sababu mzee wako ni mwinjilisti, anahubiri katika kanisa la Adventista, na wewe pia ni mwinjilisti katika kanisa la Adventista. Sasa ni kitu gani kiliwafutia ukaaja mpaka ukaanza kutibu watu kupitia kwa hii mimea? Baada tu ya mimi kuponywa, mimi huwa nasema ni muujiza wa Mungu, kwa sababu hata hii nashuhudia kile Mungu alichonitendea
niliamua kujiunga na Medical Missionaries kwa sababu ya miujiza ambayo Mungu alinitendea kupitia mimea. Na hii nimeendelea kushuhudia miujiza mingi Mungu akitenda. Kwa hiyo ninakumbuka kwamba nilishindikana na ninaelewa matibabu ya kawaida yalivyo hospitali, na kile kilichotendeka kwangu kwa muda mfupi, hicho kilifanya nikubaliane kwamba kama vile Mama Ellen G. White anavyotuambia katika vitabu vya Roho ya Unabii kwamba hizi huduma za miti, majani na kanuni za afya ni mkono wa kuume wa Mungu. Kwa hiyo mimi kila alichonitendea Mungu ndicho kilichonivutia nikubaliane kusimama kutumia mimea, majani na kanuni 8 za afya. Kwa hivyo tuseme ya kwamba hizi mimea unazozitumia sio kupatisha. Ni kitu umesomeshwa katika Medical Missionary kulingana na mwelekeo wa Roho ya Unabii na Biblia takatifu kulingana na misingi ya Waadventista. Kabisa. Sasa katika hali hiyo, wewe ikiwa sasa wewe mwenyewe umepona na hakika kupitia kwa mkono wako, unaweza ukatutamkia labda ni wangapi umeponya, sio wewe umewaponya, ni wangapi kupitia kwa huduma zako wamepokea uponyaji, wamepona magonjwa zao, na ni jinsi gani hii inafanyika mpaka wanapona? Ndugu mtangazaji na ndugu msikilizaji, hapa mimi sikufanya kitu, ila mkono wa Bwana umekuwa ukifanya jambo, na sitapenda niseme watu walioponywa, ila nataka watu wenyewe kama mimi wajiseme, waliopata nafuu kupitia vitu hivi waseme wao, washuhudie wenyewe. Maana majani waliyaona, miti waliyaona, magome na wengine maji tu, na wengine tumewambia tu akanyage udongo kama unavyoona pale. Tumeziba, tumeweka kituo ambacho watu utoka wazaliwe hajai kutoa. Hii sasa ndio umesema hii udongo imelimwa hapa. Hapo watu wanasimama tu. Kwa hivyo ni kusemekana, mpenzi msikilizaji na mtazamaji, huo udongo wa kawaida ambao unapanda mahindi, unapanda vyakula. Kwa hivyo mtu anakanyaga akiwa na viatu ama slippers ama yaani kuna watu hapa tumewapata toka amezaliwa, mtoto ana miaka 16, hajawahi kanyaga wapi? Chini. Lakini ana infection mwili mzima, ana mapunye, vidonda. Tukaambia enda kanyage udongo kwa muda wa dakika 10. Mungu alituumba kutoka kwenye udongo. Tunakula vyakula kutoka kwenye udongo. Hivyo akanyage udongo. Tunarudi kwenye nini? Kwenye udongo. Huo udongo ni dawa. Mama Kikoti, hii kitu sasa naona kama unataka kunichanganya kidogo. Yaani unataka kuniambia huu udongo kila mmoja alio nao mwenye ulipi kitu, ukitembea juu yake unapona magonjwa? Tunao wagonjwa hapa watatoa ushuhuda. Hatujawapa dawa. Amekanyaga udongo. Yuko dada Edina, yuko sijui atakuwa ameshafika Edina. Aje aseme yeye toka tumefika hapa tumemwambia akanyage udongo tu asubuhi kila siku kwa muda wa dakika 5, na anasema maumivu yake na shoti zilizokuwa zinapiga kwenye mwili na maumivu vimekatika kwa kukanyaga. Hebu niulizia katika udongo sasa, imenifutia sana. Naona hata mzee Charles Morwani nimemfutia, hata ndugu yangu hapa mwinjilisti Jafet pia amemfutia, hata kina mama pale amewafutia. Sasa hii ndio nataka uangazie. Hapa mimi katika udongo huku kanyaga inasaidia magonjwa ya namna gani? Asante sana. Kwanza sisi hapa tuna ngozi kama blanketi Mungu ametuvalisha. Na hii ngozi iko mpaka kwenye nyayo. Na tunaposema ngozi tuna maana ni blanketi ambalo Mungu ameweka vitobo. Na vile vitobo vile kuwa vina nywele na vingine havina nywele. Yaani ngozi unapoiona hii. Yaani ina vinywele na vingine haina, mpaka kwenye nyayo. Umeona? Kwa hiyo na inapumua na inakula hii ngozi. Ukiipaka hivi inaweza ikala mafuta, inakula maji. Hivyo sasa kumaanisha hizi mafuta tunapaka hapa ndiye inakula kwenda ndani. Na inakula kwenda ndani, na ni bora ule mdomoni kuliko kuilisha ngozi. Kwa sababu gani? Hii ngozi kwanza inakula haraka na damu iko jirani. Ila ukila kitu mdomoni kinaenda kuchujwa kwanza ndio kiende kwa nini? Kwa damu. Lakini kwenye ngozi kinaingia moja kwa moja kwenye damu. Kidogo Mama Kikoti, kwa sababu naona wewe ni mwenye uchuzi. Nilipita kwingine nikasimuliwa nikaambiwa ya kwamba kuna vibodosi fulani vinauzwa
ambavyo watu wanachipaka kwa kujipodoa. Ukipaka kwa ngozi ni kama iko na vitu kama madini kama ya mercury zingine inafuta kwenda ndani. Ndio. Na hii sasa ikifuta kwenda ndani ndio tuseme ya kwamba nimesababisha magonjwa mengi kwa watu. Yaani unavyoona kansa hizi tulizonazo, matatizo ya ngozi, matatizo ya uzazi ya kina mama, na kansa nyingi za maziwa sio kwamba zimeanzia ndani. Zimeanzia nje. Sasa sijui sasa kama mtazamaji na msikilizaji, madada zetu mahali popote mlipo, kama mnasikiza ujumbe huu vile unasimuliwa na Mama Kikoti, vile ameona vile hakika amesema kwamba sasa tumegundua ya kwamba mtu akikanyaga kwa mchanga, nataka nisimulie kwa haraka baadhi ya magonjwa karibu 5 ama 6, mchanga ukikanyaga itakusaidia. Asante sana. Hii ngozi nimekwambia ina vitundu. Kwa hiyo unapoenda kukanyaga udongo, ngozi huwa inashtuka na inaachia sumu. Tuna sumu nyingi mwilini. Kwa hiyo ndio maana mtu kama umevaa viatu, ukaenda ukavua viatu vyako ukakanyaga udongo, utasikia mwili wote mpaka kichwani umefanya nini? Umevibrate. Yaani hiyo kitu umesema, mimi mwenyewe siwezi kukanyaga chini nitembea hatua moja. Sababu nasikia ni kama sasa kuna vitu ni kama vitu na nigusagusa, nataka nifanye nini? Niruke juu. Hivyo sasa kumaanisha yanda ikawa hii magonjwa ni labda inanipata ni kwa sababu sikanyaga kwa udongo. Kwa hiyo magonjwa mengi kabisa. Kuna bakteria watakimbia, kuna virusi watakimbia, kuna fangasi watakimbia, kuna influenza watakimbia kwa kutumia nyayo zetu. Huo udongo ni nishati. Siwezi kuielezea sana, lakini nishati ambayo ina mawasiliano na udongo huu ambao Mungu ameuwekea damu na uhai. Kwa sababu ile kitu nimefurahishwa na nimekubali. Nilikutana na profesa fulani mwenye alikuwa akinisomesha. Aliniambia ya kwamba chini ya nyayo zetu ni vile sasa wewe najua nyinyi sio wajasiri wa Kiswahili, sio vile tunaita, inaitwa the white blood cells. Inaitwa kwa Kiswahili chembe hai nyeupe za chembe hai nyeupe. Sasa pale chini kwa nyayo ndio zinatunzwa. Niliambiwa hivyo. Kwa hivyo kumaanisha nikikanyaga udongo sinaporezwa, sinapanda juu, sinaondoa magonjwa. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji na mtazamaji, kwa mkutaza ni kumaanisha ya kwamba kukanyaga udongo miguu tupu ni tiba kamili ya kutibu magonjwa mengi, na kuambia na kusihi, kwa sababu uenda ucharibu, kisha baadaye ukijaribu utasimulia na useme ya kwamba hayo magonjwa yako kama yameisha. Nimesikia kwamba Mama Kikoti amesema magonjwa ya ngozi, magonjwa ya viungo, kuuma na viungo, kuuma labda na uchovu wa mwili, kichwa. Yaani kuna vitu vingi tu utasikia katika mwili. Na usifikirie lazima magonjwa mimi niyataje. Kila mmoja na shida yake ambayo inasubiri akanyage udongo. Kwa hiyo unaweza ukashangaa umehudumia shida bila nyingine ambayo wewe ukujua. Na ndio maana nimewahimiza akina mama na wale watu ambao wana uwezo wa hali ya juu ambao hawataki kuruhusu watoto wao wacheze udongoni. Wanawanyima nguvu na nishati kubwa ya umeme kwenye miili yao. Mwache mtoto akanyage udongo, mwache acheze udongo. Katika huo alitoka na huko atarudi. Kwa hiyo Mungu aliacha udongo ule kama dawa. Lakini sasa vile watu wamechirembeza hivi, Mama Kikoti, unataka kuniambia mtu miguu yake sasa ni teresi sana, amechipaka mafuta vizuri, yeye anaishi kale katika miti mikubwa. Sasa ukuje kumwambia kanyaga kwa udongo, hapo itawezekana kweli? Ngoja nikwambie. Na ile sasa ngozi kiparara sasa na unashindwa kutembea, itakuwaje? Ngoja nikwambie. Kuna watu wana ngozi zimekufa. Wamekufa ingali wa hai. Yaani ngozi yake haina uwezo wowote. Hivi haujawahi kusikia mtu ameenda kufanywa operation ngozi imegoma kushonwa? Inakatika kama mkate. Hiyo nimeona wengi, nimezika wengi. Kwa ajili ya vilembezi. Vilembezi wanasema wanafanya ambavyo na wamefika mbali zaidi, wengine wanaweza hadi kidonge ili kujiremba. Mwingine anameza anafura upande huu, anafanya nini? Kuna wengine wanafanya vitu vikubwa sana, lakini angalizo ambalo tunalo. Hii ngozi ni ya thamani, tena inatakiwa kutunzwa kuliko vitu vilivyoko ndani. Maana inakula na inalisha damu yetu. Damu inakula kutoka ndani na kutoka nje. Hivyo sasa tukiendelea katika hali hiyo, kwa hivyo tumeona udongo ni sehemu moja ya kutibu magonjwa mengi katika miili ya wanadamu. Sasa ningetaka kujua, sababu kama mimi ukweli nilipokuwa mtoto siwezi kumbuka wakati nilikanyaga chini. Miaka imepita tangu niingie katika shule ya ubiri kuendelea na vile nimesoma kuendelea, sijai kanyaga chini. Kwa hivyo ni miaka mingi sana, zaidi ya 20. Hivyo sasa
mtu anafaa kukanyaga chini kwa muda gani na masaa gani? Asubuhi, jioni, mchana? Asante sana. Ni vizuri kukanyaga udongo asubuhi au jioni, udongo ukiwa hauna joto kali. Ni vizuri kukanyaga, lakini pia kulingana na hali halisi ya kile nilichokuambia kuhusu ngano. Hivi ngano ilipandwa wapi? Ilipandwa angani au ilipandwa kwenye udongo? Ilipandwa kwenye udongo. Unawezaje? Labda tungemtafuta profesa aseme, uone kwamba ngano imetoka kwenye udongo. Alafu mtu akala. Akawa namna gani? Akaporeshwa vyake. Huoni kwamba chembe chembe zilifufuliwa kutoka kwenye udongo ambao ngano ilifanya nini? Ilipandwa. Ina maana viinilishe vilivyotoka kwenye udongo viliingia kwenye ngano. Kwa hivyo tuseme ya kwamba sio ngano inatibu, isipokuwa kuna nguvu za matibabu zinaotoka kwa udongo zinapitia kwa mumea, sababu utakula mchanga. Ndicho Mungu anafanya. Hiyo sasa Mungu anafanya. Yes. Asante sana. Sijui kama mpenzi msikilizaji na mtazamaji kwa 89.7 FM Radio Kisima, hii mambo inakufurahisha kama vile imeniingia. Hakika nataka nimshukuru dada wetu kwa sababu ametusimulia mambo ambayo hatujaielewa, hatujaifahamu. Yaani vitu rahisi tulivyo navyo katika kila mahali, haitaki tajiri wala maskini, unaweza ukapona katika hali hiyo. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji na mtazamaji, najua kwamba dada Kemi unaendelea kufurahia katika masomo haya kutoka pale studioni. Hakika kila mmoja ikiwa umesikiza, tungetaka ya kwamba unasimulia na ukisema uchumbe wako kupitia namba ya Radio Kisima, na saa ukitaka kumpata huyu dada wetu na kushauri kwa kiundani, na ametoka kule katika nchi ya Tanzania, unaweka katika alama ya kujumulisha 255, endelea, 752 6807. Kwa hivyo tena, kwa sababu ya msikilizaji, ni alama ya kujumulisha 255, endelea, 752 686807. Kwa hivyo ukipiga hiyo namba mtakutana na mshauri wetu ambaye ni mwinjilisti kutoka Tanzania, na atakuelekeza kwa yale ambayo labda ungetaka kujua, na atakuelekeza na jinsi ile utakavyopona katika magonjwa yako. Sasa hapa tuko katika crusade ya Nyankongo SDA Church Central. Na kwani Tanzania ni wapi hapo ulisema? Iringa. Kutoka Iringa mpaka hapa Kisii nikiangalia ni kilomita 709. 709 kilometers. Ni sawa na kama kutoka hapa kwenda Mombasa, lakini Mombasa ni mbali kidogo, sababu kutoka hapa Kisii kwenda mpaka Mombasa ni 815. Kwa hivyo Iringa ni karibu kidogo, kumaanisha ya kwamba katika hali hiyo. Sasa tukiangalia, naona msana natingiza kichwa. Ni zaidi kwa barabara. Wewe hizo umeruka. Nimeruka angani. Asante, kwa barabara. Kwa hivyo ni maelfu 1000 na kitu. 1000 na kitu. Mimi nimeongea ya angani. Asante sana. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba mmekuja mpaka maeneo haya, mpaka mmetusimulia mambo yenye hatujaisikia. Najua kwamba huyu mzee ambaye ni mwimbaji wa Mkeni Uinjilisti Choir, nimeona akiingia katika sehemu hii ilitengwa kwa ajili ya ushauri na kwa ajili ya maelekezi ya matibabu. Sasa huyu mzee hapa, na kuna mzee mwingine pale anaitwa ile nani? Gilbert Olina. Wewe umesahau ingia kwa hiyo ofisi? Kabisa. Hebu karibia hapa kwa mic nikuulize maswali fulani. Kabisa. Njoo hapa. Sasa ninataka usongea hapa karibu na mic. Nataka kukuuliza maswali mzee. Yes. Wewe umekutana na hao madaktari? Tumekutana na wao. Kumeendaje? Na wamenishauri vile nitaweza kufanya, kwa sababu mimi ni yule Gilbert Olina alipata ajali na akafunjika mgongo. Kwa hivyo nilikuwa na maumivu makali. Waliponipatia dawa nasikia hiyo uchungu umerudi chini kidogo. Kwa hivyo hawa ni madaktari halisi, wanatumia ile madawa ya kiasili. Na ile mchongoma yako unatembelea umepeleka wapi? Nimetupa kwa sababu sasa uchungu umeisha. Hata mama alikuja. Niliona bibi yako hapa jana. Hata sijui mara 2 3. Amekuja mara 3 hivi. Maana ako na mafuta mengi kwa tumbo. Na anaendelea kutolewa hiyo mafuta. Simpunguze kukula mafuta. Sio mafuta tunakula, ni ile mili umetupenda. Tunakula ile mafuta ya kawaida tu, lakini sasa anaendelea kutolewa hiyo mafuta. Asante sana muinjilisti wa Mungu. Yes. Gilbert Olina kutoka Mkeni Uinjilisti Choir. Hiyo ndio mzee anaimba tena. Unaimba tena ama alto? Anaimba unison. Anaimba unison katika hiyo. Tena iko kwa wazee. Wimbo unaitwaje?
Hebu toa sauti ya kidogo. Ni gani unapenda? Unapenda maji? Napenda maji. Hebu sema maji kwa sekunde mbili. Nipe maji. Ninywe. Nipe maji. Ninywe. Nipe maji. Ninywe. Yesu akamuomba. Nipe maji. Ninywe. Nipe maji. Ninywe. Nipe maji. Nami nitakupa maji ya uzima. Asante. Hiyo ni Yohana 4. Hiyo ni Yohana 4 hiyo. Tena kuna mzee mwingine hapa ambaye anamuita Nebukadneza, ndiye ameimba ile wimbo wa mfalme. Anaitwa Charles Moruani. Yeye ndiye anaimba bass. Hata mimi naimba bass katika sehemu ile. Sasa wewe nataka useme, na wewe nimekuona hapa, na wewe ndio mtu wa mkono. Hata umeanza kwenda free station, umeshikana na hawa sana. Sasa hebu na wewe tamka machache vile hawa madaktari wamekuwa msaada katika crusade hii. Hakika ni ya kwamba walipofika hapa mimi nilikuwa na shida ya miguu. Na nilipokuwa na shida ya miguu na pia nilikuwa na shida ya pressure. Niliona mguu yako moja ilikuwa imefura. Ya mguu yangu ilikuwa inafura. Na nakumbuka daktari alikwambia sasa saa hiyo ukiangalia saa hii iko sawa kabisa hiyo mguu. Ilikuwa inafura, lakini sasa iko sawa kabisa hii mguu. Kupitia madawa nimepata, hata anatembea vizuri. Pia pressure imerudi chini. Mafuta nilikuwa naye ilikuwa juu, lakini ukiangalia hata nikienda nyumbani watu watashangaa yenyewe kwa sababu mafuta imetolewa kupitia madawa yale natumia hapa. Na pressure pia imeanza kurudi chini, imerudi chini. Hata situmii sasa madawa ile nilikuwa natumia ya hospitali. Sasa natumia madawa yale wananipatia hapa. Imenisaidia hakika. Wewe kama mwanamkeni, hata pressure saa hiyo ukipima hapa wako na mashini hapa, utaona imerudi chini. Wewe kama mwanamkeni, kwa sababu katika hii crusade kuna kwaya ya wanamkeni na sisi wengine tukifanya katika sehemu ya mahubiri, dada wetu hapa, dada Alipato Tumaini, yeye anachukua katika sehemu ya afya, na mume wake anachukua katika sehemu ya kaya na familia, na hata leo uchumbe wake tutausikiza siku ya kesho bila anaendelea katika mambo ya familia. Hivyo sasa wewe ikiwa namna hiyo, wewe kama mwimbaji hapa, unapenda wimbo gani? Utapiga ile pesi yako kwa sekunde mbili. Naimbanga pesi. Hebu piga hiyo. Maombolezo, maombolezo, maombolezo juu ya Yerusalemu. Asante. Maombolezo, maombolezo, maombolezo juu ya Yerusalemu. Amen. Kwa hivyo kifua imefunguka sana. Kwa hivyo sasa Mama Kikoti, umesimulia mambo ya muhimu sana na yatakuwa ya msaada sana kwa watu. Sasa katika hali ya kufanya exercise, utawashaurije wasikilizaji? Ninawashauri, ninaanza upande wa akina mama. Wakina mama ina shida. Akina mama nadhani ambao hawakuweza kutufikia na kusikia mahubiri yetu. Tulifanya mahubiri kwa theory, kwa maneno na kwa vitendo. Katika viwanja hivi ushauri wangu ulikuwa kwa vitendo zaidi. Niliona ukiwatengenezea mafuta pale, sio ukifanya nini vitu kama hizo, vipodozi. Nilitengeneza urembo wa aina zote. Niliwafundisha namna ya kutengeneza poda zao kwa mikono yao, mafuta ya nywele zao, mafuta ya kufufua kucha zilizokufa, mafuta ya kina mama kuwasaidia kwa magonjwa ya kina mama. Lakini pia niliwafikia kina baba. Nao nilienda nao mbali, niliwafundisha na nilinena nao faida na madhara tunayoyapata kwa kutumia vilembeshi ambavyo vinaleta madhara kwenye ngozi yetu, viko na kemikali. Na kuna wagonjwa hapa tumewafanyia ushauri. Walikuja tukaambia tuweka ache mafuta hayo, kafumue nywele. Hayo ni mafuta ya mimea nimeweka hapo. Tulikuwa tunashauri, tukigundua, wengine tuliwaambia tukafumue nywele utapona. Na kweli akienda kufumua nywele anasema nimeona kichwa kibaini. Kufumua, yani kupomoa. Wanajua sio kufumua. Sasa ndio nimeshangaa kupomoa. Ikiwa ameshuka anapomoa. Ndio wanaelewa hiyo. Kwa sababu unaposuka nywele alafu unakuwa unabana, umebana. Kwa hiyo mishipa iliyobanwa haipeleki damu. Alafu joto kwenye kichwa inakuwa tofauti. Sehemu uliyobana ina joto zaidi, sehemu iliyo wazi haina joto. Kwa hiyo anakuwa na uwiano tofauti wa nini? Wa safari ya damu. Sehemu nyingine ni ya moto, sehemu nyingine ni ya baridi. Lakini pia wengine hawajawahi kuosha vichwa vyao miaka.
Na vile inasema katika Rutu 3:3 ya kwamba inasema oga, uchipake mafuta na ubadilishe nguo. Kwa hivyo kuoga ni kuoga ni kuosha kuanzia nywele. Mpaka hizi nywele zote za mguu. Unajua kwa nini? Ndugu mtangazaji. Unajua Mungu ameweka hapa kwenye nywele ndani kidogo tu kuna fuvu, kuna kitu kigumu kama hii mbao. Hiki kitu ndani yake kuna ubongo. Sasa hiki kitu huwa kinachemka dawa, kinatema dawa. Dawa nyingine inatia rangi kwenye nywele. Zinakuwa nyeusi. Umeona? Wakati fulani ikishaanza kupungua nguvu unakuta nywele zimeanza kubadilika kwa nyeupe. Zinakuwa nyeupe. Sasa unapoweka kitu ambacho kinaenda kudhuru, kwa mfano kuna akina baba wao mnapenda kuweka rangi nyeusi. Sisi kule Tanzania wanaita superblai. Kuna kitu niulizie. Hata akina mama wanaweka hiyo dawa. Hao ndio kabisa. Kuna kitu nataka niulize unichipu vizuri. Tukiangalia sana kama vijana wa siku hizi, watoto wadogo. Kama sasa vile tumekuwa tukitembea katika hapa kufanya kuzuri nyumba za watu kualika kwa mkutano, nilipatana na watoto wadogo wamenyoa upande huu hapa juu, wamepaka rangi ya blue ya kama mufi nyingine. Sasa hiyo wakipaka jinsi hiyo italeta madhara gani kwa vichwa za watoto? Yaani madhara yanayotokea moja, akipaka mara ya kwanza inaenda moja kwa moja inaenda kugonga lile fuvu. Ikigonga lile fuvu linakufa. Halitemi tena dawa. Ndio maana utaona mtu aliyepaka akianza kuosha nywele zinaanza kuwa rangi tofauti. Kama zilikuwa nyeusi unakuta kwenye mashina zimeanza kuwa nyeupe. Lile fuvu limeshakufa. Ndio maana ukipaka mara ya kwanza utasikia miwasho au vitu fulani mnavisikia kabisa vimeingia ndani. Kuonyesha kwamba tayari umeshaua kile kiwanda cha kutengeneza dawa. Kwa hiyo kiwanda kile mpaka utakapokiponya ndipo kitakuwa mgonjwa. Si mpaka akiwa na kidonda mpaka kipone ndio anaweza akatembea. Na kichwa kile mpaka ukiponye kwanza ndipo kitaanza kucheua dawa zinazoweza kutengeneza nywele zako. Na ndio maana nifundisha dawa nywele hapa hadharani ambayo inaweza kumsaidia mtu kama mvi zake zimeota tu kabla ya umri wake zinatoka. Kama umeua fuvu lako, sisi tunaanza kuliponya fuvu taratibu. Sasa usiniulize kwamba kwa siku ngapi, wewe uliliua kwa muda gani. Kwa hiyo litapona kwa kadri ambavyo utaendelea kuondoa sumu na kulilisha, kwa sababu yale mafuta ni chakula, na nilionja kabisa mbele yenu kwamba hiki tunachoweka kwenye kichwa ni chakula, kwa sababu ngozi inakula. Asante ndugu. Sasa swali la kuoji labda hapo kwa katika kufumua nywele na kutengeza nywele ili tusiue fuvu, swali langu ni je, na hawa wa kuchoma nywele maana ya blow dry pia ni sawa, ama lile joto lile joto? Hebu shika kichwa chako. Hilo joto lililopo ndilo Mungu analoruhusu likae kwa kichwa chako siku zote. Usiongezee wala usipunguze. Kwa hiyo ukienda kule yanakukuta. Sisi tuna kisa cha mtu alifia saluni. Wengi hata hapa Kenya wamekufa wengi. Umeona? Na alafu ukienda unakuta mtu kakunja uso, ila maana anajikaza. Ni kitu cha kujirasimishia. Kwa hiyo ile ina madhara makubwa sana. Kwani wewe nikuulize kitu. Samahani ndugu mtangazaji. Wewe si mhubiri wa Injili? Mimi ni mhubiri. Hivi umekuwa ukiangalia pia mikutano ya watu wengine wanaohubiri? Uliwahi kuona watu wanapoombea watu pale kwa jina la Yesu wanaoanguka chini? Wao ni wakina mama, akina baba? Sana ni akina mama. Uliwahi kujifunza kwa sababu gani? Mimi najua tu ni kwa sababu akina mama ndio wengi. Hiyo ndio tu natazamia. Labda nifunze leo nami nikaelimike. Sasa nikwambie. Mapepo mengi yanakuwa kwa akina mama kwa sababu tuna miungu migeni mingi. Sasa hilo hakika hapo umenisaidia. Hata tukisoma katika Mwanzo 35 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Yakobo aliwaambia watoe miungu migeni. Sasa hii miungu migeni ilikuwa kwenye masikio, kwa vichwa na kwa vidole na hata katika shingoni. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba hata Isaya 3:16 kuteremka inasema hivyo. Nataka nikwambie ukweli peupe, bila naendelea kusunguka hapa Kenya na nje ya Kenya kufanya uchumbe wa Mungu. Nilikutana mahali moja penye nilikuwa crusade mwaka wa 2019. Sasa hapo nikiwa hapo, nilipokuwa nimemaliza mahubiri ya mchana, nikijiandaa kupeperusha mahubiri ya unabii usiku, ndio sasa nikapata mchungaji wa maeneo haya akaniambia kuna mtoto ameletwa hapa
mwenye amepagawa na mapepo ako katika kuabudu mashetani, yani Illuminati. Sasa tulipoenda kumwombea huyo msichana, alikuwa wa umri miaka 15. Tulikuwa na kwaya fulani, siwezi kuitamka. Na hao sasa walikuwa, ikiwa wanasikiza wanaweza jua, sababu ni kisa kilichotendeka hapa karibu. Sasa nilipokuwa nikimgusa huyo msichana, alikuwa analia kwamba pastor, mikono yako inanichoma. Hao wengine wakimgusa anacheka. Sasa kumuuliza baada ya masaa manne tumefanya maombi, akasema ya kwamba hawa wako na vitu zetu. Gani? Hizi vitu wanaweka kwa kichwa. Na akatamka, akasema hiyo ni miungu ambayo iko na kodi yetu. Ukiwa nayo jinsi hiyo, hata unaweza ukaota mtu mwenye ukuona. Akasema ya kwamba hiyo mnafanya mapenzi na mapepo, mnazaa wanaenda kufanya kafara chini ya bahari. Sasa hiyo ndio nimekuja kuona, umenifungua macho, kwa sababu ndio wanaanguka wengi. Na hata ikiwa wanaanguka, ni lazima wenye wamekuwa wamejipodoa na mambo kama hayo. Sasa utawashaurije wafanye namna gani wewe kama mshauri mkuu? Ushauri wangu mtangazaji na ndugu wasikilizaji, hatupo hapa duniani kama tupo tu. Kuna watu tunaishi kwa malengo, na lengo kubwa ni kumlaki Yesu hivi karibuni anapokuja. Amina. Na mimi ni miongoni mwa wale ambao wanategemea kumpokea Yesu hivi karibuni. Ujumbe wangu, tufanye matengenezo, na matengenezo yetu ni kutupa vitu vya shetani haraka sana. Sisi hatuna mapatano na shetani, na shetani ana akili nyingi. Hivi mtangazaji, unajua kwamba shetani anaishi mbinguni? Sana, ndiye alitoka. Ndio nimekuwa nikifunza hapa, ndiye alitoka. Hakuna ufahamu wa mbinguni kutuliko. Si unajua anajuana na Mungu sana, live. Anamjua hivi sura yake, kiti chake cha enzi anajua penye kiti. Na Yesu anamjua Yesu vizuri. Hivi unafikiri shetani anatamani sisi tuende mbinguni? Hataki. Si anakataa. Hata katika kitabu cha Ufunuo 12 anapigana vita, anataka kuangusha sisi. Hata ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro 5:8 anapiga mbiu sana ili ya kwamba atuue. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ni kwamba tupo katika uwanja wa vita, na vita hii kwetu ni kubwa, na kupona kwetu ni kuacha miungu yote. Miungu isiyotuhusu tuiache. Sisi ni wazuri. Sisi ni wazuri tu. Kwani mimi labda unadhani mzee atakuwa alikosea labda? Ndiye anashangaa. Unajua hata kuna mmoja mwenye alikuwa anashauri chana. Ni mrembo kweli. Hata ukimtazama mwili Mungu amemuumba vizuri, umelingana vizuri, ana upungufu. Lakini sasa anajaribu kuvalia nguo zenye asifai. Yeye ndiye ameweka vitu kwa kichwa, masikia ametoboa, mapua, mpaka kitovu anatoboa siku hizi. Mpaka anaweka kope hizi, ni kama sasa sijui ni gani za plastiki. Naangalia mtu naona ni chini ama ni nini. Hapa kwa mdomo ukiangalia amepaka vitu fulani, wamenyoa hizi kope, amepaka makaa hapo. Hiyo sasa sio mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, kusoma kitabu cha Isaya anasema kwa sababu binti za Sayuni wana kiburi. Isaya 3 ukianzia 16. Na mwendo usiofaa. Bwana atawapiga kwa pele katika vichwa vyao. Anasema usukaji nywele upaa juu yao. Mambo mengi ameongea, hata upakaji wanja. Lakini sisi sio kwamba tunatakiwa tuwe wabaya. Ndio maana tunajifundisha vitu vitakavyotufanya. Niliona ukitengeneza vidobozi scheme unahitaji vipodozi hapa nchi fulani watu wajipaka. Unajua hata mimi sijajipaka mafuta. Sasa naona ukijipaka unaona ni kama mwili unakuwa teresi kidogo, unasikia kwamba kuna nafuu. Kwa hivyo hizo vitu ziko. Sasa kabla tuingie kwa mzee, kwa sababu mzee nataka asimulie mambo fulani ningetaka kumuuliza bila alikuwa amefunza hapa katika kutoka mimbali hili akifanya katika mahubiri. Sasa ningetaka wazo la mwisho kwa hawa ambalo katika ile tumejibiana. Utashauri wote namna gani wafanye nini kwa muda wa dakika 2? Ushauri wangu kwenu bure. Kama hivi haya mafundisho tunayoyapata yaingie ndani ya mioyo yetu na yatuletee mabadiliko yasiyokuwa na hasira. Najua wengi wanachukizwa sana wanaposikia mambo haya. Lakini mimi ningewashauri. Haya mambo wengine yametuponya magonjwa. Tungekuwa tumeshalala miaka mingi. Hebu Mungu aweze kutusaidia, tujifunze, tuelewe, tutende, kisha tumuone Yesu. Amina. Amina sana. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji, hawa hakika ni wahubiri kutoka Tanzania, Iringo, wenye wamekuja hapa katika mahubiri yanaendelea hapa Nyankongo. Tumekutana na wao hapa
nikifurahishwa na vile wanafundisha, nikaona ni vizuri iwe faida kwa watu wa ulimwengu wote. Ndio sababu tumeleta hiki kipindi katika 89.7 FM Radio Kisima katika masaha ya usiku. Mahali popote huliko, fuata huo uzia na ile namba ilipeana utapiga, ili ya kwamba Mungu akusaidie. Kwa hivyo sasa nataka tuandamane moja kwa moja kwa mzee wa mama anaitwa Alberto Kikoti, na yeye atuelezee na atusimulie vile mama alikuwa mgonjwa na zaidi ya yote vile wameendelea katika hali ya usaidizi kuona vile mambo inaenda. Karibu sana ndugu Kikoti. Asante sana ndugu mtangazaji. Nikisema karibu sana kwanza. Karibu sana Evangelist Kikoti kutoka Tanzania. Asante sana ndugu mtangazaji. Sisi tunachukua tu nafasi ya kumshukuru Mungu kwa mambo aliyotutendea. Maana mke wangu aliugua kuanzia 2013 mwezi wa 12 mpaka 2017 akadumu akiwa mgonjwa, amepooza wala hasikii. Lakini Mungu wetu amekuwa mwema. Tulipokwenda Muhimbili tukakaa mwaka mmoja hapo, ikaonekana kwamba hakuna uwezekano wa usaidizi. Baada ya kama mwaka mmoja akatuambia sasa tutafute shilingi milioni 30 za Tanzania ama za Kenya? Za Tanzania milioni 32 ili tusafiri kwenda India. Na kumbuka tumekaa mwaka mzima na hatujafanya kitu chochote na tumetumia kila kitu. Na ndugu sasa wameanza kujivuta moja baada ya mwingine. Ndipo niliposema na waombeni mnipe mgonjwa nirudi nyumbani. Kufika nyumbani nikasema sasa na wanangu tumebaki sisi, tunahitaji kumtegemea Mungu katika mambo yote. Lakini niliwaambia wanangu mama sasa tapona. Baada ya kuendelea kuishi hapo nyumbani, ndipo tulipoendelea kumwomba Mungu, na hatimaye Mungu akaendelea kufanya moja baada ya jingine. Hatimaye mama akasimama kao mzima. Kabisa. Sasa katika aliyo umesimulia, mama amesimulia vizuri. Nataka Mungu akubariki kwa sababu hiyo. Kile nimeonelea ni ya kwamba ni kama kitendo kilichotendeka kwenu, ni kama yule mwanamke mwenye alikuwa anatoka na damu kwa muda wa miaka 12, akatumia mali zake zote na kila kitu, na huo uchumi tunaupata katika Marko 5 ukianzia 25 mpaka pale 28 ni 29. Akatumia mali zake zote, lakini alipowaza moyoni mwake eti ataenda kwa mkutano wa Yesu na akigusa vazi lake tu atapona. Na hakika alipogusa ile vazi, damu ilianza kutoka na huyo mama akapona na akamtukuza Bwana. Bila familia ya Kikoti inaendelea kumtukuza Bwana. Sasa kuna wazo nilisikia mkisema hapo kitangaza, ukasema ulikuwa na upara. Ndio. Ulikuwa na upara. Lakini sasa kuna mimea 60, wewe ni mtu wa tatu nimesikia akisema. Eti kuna sasa vile unafanya mwenye ako na upara na nywele zinaanza kumea. Hapa ilikuwa ni upara lakini sasa naona umepungua, nywele zimeanza kumea. Sasa hebu tusimulie na kwaje. Mungu ni mwenye rehema. Lazima uzingatie jambo moja kama tulivyosema na mama alivyosema. Sisi tulitoka kwa udongo. Na ili tuweze kuishi tunategemea udongo. Na ndio maana tunafundisha sana hata wagonjwa wengi wanaofika kutuona, tunawaambia punguza nyama. Nyama sio chakula. Nyama ni chakula ambacho kimeliwa kikatapikwa ndipo unakula. Lakini unapokula mmea ni chakula halisi. Kwa nini ni chakula halisi? Kimetoka kwa ardhi moja kwa moja. Kwa hiyo unakula artificial ya udongo. Ndivyo Mungu anavyotaka tufanye. Kwa jinsi hiyo nakutana pia na vijana na wazee wengine, unakuta mdogo kwangu miaka 10, 20, lakini anasema mimi ni mzee. Sasa mimi namwangalia, sasa wewe unasema mzee, nikikwambia miaka yangu wewe itakuwaje? Ni kwa sababu ni matokeo mengine tumejizoesha wenyewe kwa sababu ya chakula. Sasa vile unasema hivyo kwamba tujitunze katika vyakula vya shambani, vya mimea, vya udongoni. Ndio. Lakini sasa angalia udongo wa sasa bila kuweka mbolea, vyakula havitaweza kukua vizuri. Sasa hii mbolea vile imewekwa katika udongo huu tena imekuwa kwamba umerowa pia, umekuwa na magonjwa ama itakuwaje? Ni bora kidogo ule cha udongo, maana vyakula vingi vya supermarket vingi vinatoka maabara. Hakika. Ni vile tunaita GMO. Ndio. Vyenye vimetengenezwa. Na hivi vyakula kimsingi kwa wenzetu Ulaya ni vya watu maskini. Ila matajiri wanakula vyakula vya wapi? Vya shambani. Hata hivyo ndio nakumbuka, sababu nakumbuka watu wakisimulia kwamba Mzee Moi mwenye aliishi miaka mingi alikuwa anakula chakula tu cha kawaida. Alikuwa anapenda viazi vitamu sana. Niliposikia wakisimulia. Isipokuwa kijana wake alisema alikuwa anapenda nyama ya ini sana.
Kisha baadaye hata Mzee Kibaki, rais wa Kenya, pia na yeye alikuwa anapenda vyakula vya shambani. Na hata nimetembea na watu wengi wanatumia vyakula vya shambani, vinakuwa ni bora zaidi. Hata mimi ndio nilienda nikatazama, nikaona magonjwa ni mengi. Mimi nikajiepusha, sipendi kula vitu vitamu. Hata sukari mimi situmii. Mimi situmii chakula chochote cha mnyama. Mimi ni mboga tu. Unaona hata vile mangugu kukula pale. Mimi hakuna chenye naguza. Isipokuwa sasa kuna ushauri nilipata mkisema hapa. Hiyo sasa tukisema katika upara. Kwa hivyo kusema ya kwamba ukikula vyakula vya shambani ndio inarejesha nywele kwenye upara. Si vyakula pekee, pia kuna miti huko kwa pori ambayo Mungu ameumba. Sasa kwa bahati mbaya nimejaribu kutembea hapa Kenya, sikutani nayo. Ndiyo ambayo unaongeza humo, halafu hasa tunatumia kwa mafuta. Tunaanza kulisha kipara, sasa tunaanza kurutubisha kwa njia hiyo mimea, na hatimaye baadaye rutuba ikikolea ndipo zinaanza kuota nywele. Asante sana. Kwa hivyo ndio kusema ya kwamba chinzi hiyo umetumia huo mmea na nywele zimeanza kuota kwa kichwa. Ninaona kwamba zimeanza kuota hapa na upara umeanza kuisha. Hivyo sasa kile kitu ambacho tutakachosema katika safari hii ya uinjilisti na safari hii ya medical missionary, umeona itakuwa ya usaidizi gani katika kanisa la Waadventista? Wale watakaosikia watasaidika, kwa sababu kile ambacho Mungu ameweka kwetu, urahisi wake ni huu. Kutoka mmea tunaweka kwenye mafuta, ni rahisi mtu kuendelea kutumia. Na hatimaye afya yake ikarejea. Sasa swali lingine, ndugu Evangelist Kikoti, vile umesema jinsi hiyo, kuna vyakula ambavyo vimepikwa na vyenye vichapikwa, na ikiwa vinapikwa kwa jinsi gani ndio kiwe chakula kwa mtu ama sio chakula? Unajua kuna chakula kingine utakula kwa kujaza tu tumbo, na kuna kingine ambacho unakula kinaboresha afya yako. Sasa katika upishi, chakula kinafaa kupikwa namna gani ili mtu ale? Mara nyingi chakula kinachopikwa kwa mafuta sio chakula. Maana kina uwawa kabisa. Vyakula vingi ni vile ambavyo vinapikwa pasipo mafuta mengi. Mfano chips kimsingi sio chakula. Na ndiyo chimbuko la ndoa nyingi kuvunjika. Nadhani akina baba mtanielewa na akina mama. Yaani tuseme ya kwamba mzee baba anakuwa ni mzee tu, lakini mzee suruali tu. Mambo mengine ya kutekeleza hiyo sasa inakuwa mama anakimbia. Naam. Na madharau yanakuwa mengi nyumbani. Yanakuwa mengi, unaambiwa kwamba wewe ni mwanaume suruali tu. Kazi hapa hakuna kitu. Na hiyo kwa hivyo sasa wamesema chimbuko lake ni kukula, tunasema inaitwa chunky foods. Yaani vyakula vyenye havina ravage, ile njia ya kusaga katika tumboni. Ndio. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba wanaume wasiwe wanakula chips. Ningependekeza hivyo. Chips, wali au mchele nyinyi mnaita hapa Kenya. Wali sehemu kubwa sio chakula. Sio chakula cha wanaume. Chakula cha wanaume ni dona. Dona. Wimbi. Dona ndio nini? Dona ni mahindi yasiyokobolewa. Ndio hiyo. Usage bila kukoboa. Ngano, mtama, uwele na ngano ambayo haijakobolewa. Hicho ndio chakula cha wanaume. Amina. Kwa hivyo nafikiria waume mnaosikiza kupitia 89.7 FM wenye familia zimefunjika na zimeanguka katika kitendo hicho, utaanza kuporesha kuanzia kutumia hizo vyakula mtumishi wa Mungu ametamka, na hakika utaona familia ikiendelea vizuri, na mke ataimba nyimbo za kusema hakika Yesu ni Bwana, sio ila anaamka asubuhi anasema pake inanisumbua, kumbe anamaanisha mwanamume. Sasa katika hali hiyo tumesema katika upishi chakula, kuna wakati mwingine niliambiwa kwamba chakula kikipikwa kisiche kikapikwe mpaka kinapoteza rangi yake. Pale umeua, sio chakula tena. Na hiyo sasa ni kujaza tu tumbo. Ni kujaza tumbo ili usisikie shida tumboni, lakini hakina kazi yoyote kwa mwili. Chakula ambacho kwa mfano hasa penye matatizo ni mboga. Kinachofanya ugali uwe mtamu ni mboga. Mboga imepikweje? Ipike, ipuliwe ikiwa na rangi yake, ile ya green. Ile ya green. Ndio. Sasa katika hali sasa kuna chakula ambacho kimepikwa na kuna kile akichapikwa. Ni chakula gani ambacho ni bora zaidi kwa mwanadamu? Mara nyingi hata wagonjwa wengi tunajaribu kuwashauri kwa muda fulani, angalau kwa wiki, kwa siku 3 apate mlo ambao haujaingia kwa moto kabisa. Yaani tunapozungumza matunda, saladi na vyakula vingine. Hivi unakula mpaka unashiba, unapanga asubuhi naweza nikala saladi, mchana nikala ndizi, jioni nikala matunda ya aina nyingine, halafu naenda kulala. Amina sana. Hata kwa kupona unapona haraka zaidi. Kabisa. Kwa hivyo sasa ile inapigana na magonjwa yaliyo kwa mwili. Ndio. Kuliko hizi vyakula zingine. Ndio. Sasa ungetaka utawashaurije sasa kina mama wa siku hizi? Unaona kwamba mama anazaa mtoto. Huyu mtoto hata sana wanyonyeshi
anampatia maziwa ya duka, anampatia mkate na anampatia juice. Hiyo sasa utawashaurije? Hao tunatengeneza maroboti. Ndio. Kwa hivyo ndio sababu naona hata yande kama ndio imesababisha hata watoto wa Gen Z ukiwaambia vizuri hawataki kusikia maneno. Hawezi kusikia wala kuelewa, halafu hata wanakuwa mapema na kwa sababu ya vyakula hivyo. Unakuta kwamba mtoto wa miaka 8, 12 amekwisha kuwa anaweza kachukua mimba. Ni kwa sababu ya vyakula vile ambavyo tunasisimua mwili, hasa vyakula vya kuku. Kuku wanapewa madawa mabaya ambayo yanafanya atage mayai kila siku. Na wewe unampa hayo mayai kila siku. Alafu anakula kwa chips kila siku. Huyu mtu kichwani hamna kitu kwa ubongo, ila mwili tu unazidi kufumuka na hatimaye hekima haipo. Hiyo sasa ndio imenikumbusha kwamba katika kitabu cha Methali 23 mstari wake wa 7 na wa 8 ya kwamba kile unachokula ndicho utakachokula. Ndio. Tuko pamoja? Kile ulacho ndicho wewe. Sasa ndio nimekuja kukumbuka tena Danieli, katika Danieli 1 walipochukuliwa katika nchi ya ugenini Babeli. Ukisoma Danieli 1 mstari wa 8, walipokuwa wameandaliwa posho la mfalme kwa miaka 3, walisema ya kwamba hawataharibu mili yao kwa kukula chakula cha mfalme. Wakasema sasa tujaribu kwa kutupatia kitu tunaita mtama na maji tu kwa siku 10. Na hakika maandiko inasema vizuri kuanzia mstari wa 15 mpaka 17, hawa walipokula mili yao ikawa iko vizuri, imeporezwa vizuri, wako na afya nzuri, na Mungu akawapatia kipawa cha kushika mafungu na kujua mambo ya unabii. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba ulaji mzuri, ulaji bora unaporeza afya, unaporeza ubongo. Ndio. Kwa hivyo nataka kuniambia nikitaka mtoto wangu apate akule mboga za shambani. Asionje kipande chochote cha nyama. Mpe ugali wa ngano tangu mimba. Yaani tangu mama ale ugali wa ngano, ulezi, mahindi yasiyokobolewa, ale avocado, ale ndizi. Huyo mtoto atakuwa genius. Amina sana. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, tunaendelea vizuri, unaendelea kusikiza ya kwamba hao ni wenzetu wahubiri kutoka Tanzania Iringa, wenye tumechumiana nao hapa katika crusade inaendelea hapa Nyankongo Central. Wametusimulia makuu kulingana na vile Mungu amesaidia hii familia, na sasa wakaona na wao msaada huu waelekeze kwa wengine. Sasa ningetaka kusema asante sana mhubiri wa Mungu Kikoti. Ungesema jambo gani la mwisho ili ya kwamba utamke namba yako kwa ushauri, ikiwa kwa mwenye naye kuhitaji atakupata kwa rahisi? Nikushauri katika maandiko matakatifu Mithali 22 na aya ile ya 6, anasema mlee mtoto wako katika njia impasayo kwenda, naye hata iacha mpaka atakapokuwa nani? Mzee. Malezi yanaanzia tumboni, malezi yanaanzia kwa mdomo. Kile unachokula ndicho kitakachotengeneza tabia nzuri ya mtoto. Achana na mambo ya nchi za magharibi au ya wazungu waliotuletea ukajiona kwamba ubora. Hebu kubali kwamba vitu ambavyo ametuumbia Mungu huku kwetu Afrika ni bora. Akina baba, msiache kula tetele au mbegu za malenge. Mbegu za malenge ni nzuri, au karanga au njugu mnazoita ninyi wenzetu huku, ni chakula bora kwa miili yetu kuliko unapokula nyama, kuliko unapokula samaki, kuliko unapokula kuku. Asante sana mtangazaji. Kwa hivyo sasa ningetaka kwa sababu ya ushauri wako mzuri utamke na useme ya kwamba namba, ikiwa mtu anahitaji ushauri kwako, kwa sababu naona ni kama mtatoka hapa Kenya mkienda Tanzania na niliona kwamba ulitengenezea akina mama hapa na wazee vipodozi, sijui mnaita vipodozi, mkasema na hayo madawa. Mtu akitaka ya kwamba labda amepatwa na shida fulani, angetaka ushauri wako na utakuwa Tanzania, itakuwaje? Namba yako utamshaurije? Sasa upeane namba ili mwenye anakutafuta na akupate kwa sababu ya ushauri huo. Asante sana. Namba yangu unaanza na namba ya kujumlisha au plus, alafu unaandika 2 5 5 7 6 6 4 1 2 5 5 4. Rudia tena. Unaanza na namba ya kujumlisha au plus, unaandika tena 2 5 5 7 6 6 4 1 2 5 5 4. Asante sana ndugu familia ya Kikoti. Hao wamekuwa ni wahubiri kutoka Tanzania
wenye tumekutana nao hapa katika mkutano mkubwa hapa Nyakongo, wamesimulia katika njia ya afya vile Mungu amekomboa familia na Mungu amekupatia kipawa cha kutumia madawa ya kawaida na wengi wamepona kupitia katika hali hiyo. Mungu akubariki sana. Amen. Sasa ukitaka katika hali hiyo pale studioni, ukiwa na ushauri, ukitaka kuelewa mambo haya zaidi, utaandika ujumbe mfupi katika namba ya Radio Kisima ama katika mtandaoni utatufuata katika mahali panaitwa Streaming Live Radio Kisima na utapata uondo huo. Kwa hivyo Mungu wabariki. Kwa sababu hiyo mimi nimekuwa wenu mtumishi wa Mungu Innocent Wabuyele, ninapomwalika ili ya kwamba mtumishi wa Mungu Kikoti atumalizie kwa ombi ili ya kwamba turejee studioni kwako dada Kemi, tukiendelea na mambo mengine. Tutakutana siku nyingine panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, Mungu mwenye rehema, Mungu muumbaji, mkombozi, mwalimu, ni mchana mwingine tunakuja mbele ya kiti chako cha enzi kukushukuru kwa kuturuzuku hai. Lakini awali ya yote tunaomba kuomba rehema kwa ajili ya dhambi zetu, dhambi za watoto wetu na wake zetu na jamaa zetu na kanisa lako. Na ndipo tukushukuru tena kwa sababu leo umetupa nafasi ya kuzungumza na watu wako kwa ajili ya afya zetu. Tukusihi uboreshe afya zao, wabariki, walinde. Wale ambao watahitaji usaidizi, mtakatifu, tupe nguvu na moyo wa kuwasaidia. Neema yako Kristo yatosha, katika jina lako Yesu. Amen. Amina sana. Mungu awabariki.